Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba Urusi na China ni watetezi wa kweli wa kihistoria. Moscow na Beijing zinaendelea kuwa watetezi thabiti wa ukweli wa kihistoria na zinakumbuka idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha katika nchi zao wakati wa vita vya pili vya dunia. Rais Vladimir Putin wa Urusi amesema hayo katika mazungumzo na rais wa China Xi Jinping. Xi ni miongoni mwa viongozi zaidi ya 20 wa dunia wanaotarajiwa kuhudhuria mjini Moscow katika matukio ya kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya kifashisti. Rais huyo wa China pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na maafisa wa Urusi. Katika mkutano umefanyika Alhamisi, Putin alimshukuru rafiki yake mpendwa Xi kwa ziara yake kwa kuungana naye katika kusherehekea sikukuu takatifu kwa Warusi. Dhabihu ambazo mataifa yetu mawili yametoa hazipaswi kusahaulika. Umoja wa Kisovieti ulipoteza maisha ya watu milioni 27 waliotoa maisha yao kwa ajili ya taifa kwa ajili ya ushindi. Na watu milioni 37 walipoteza maisha yao nchini China katika vita vyao vya kupigania uhuru na kujitegemea. Chini ya uongozi wa chama cha kikomunisti ushindi huu ulipatikana, amesema rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Kadhalika, Putin amesisitiza umuhimu wa ushindi dhidi ya ufashisti, akiongeza kuwa Russia na China zinalinda ukweli wa kihistoria na kumbukumbu za vita na zinapambana na dalili za sasa za neonazism na wanajeshi. Kiongozi huyo wa Russia pia amemshukuru Xi kwa kumkaribisha kushiriki katika maadhimisho ya ushindi wa China dhidi ya Japan ya kifalme katika vita vya pili vya dunia. Katika kauli zinazoendana, Xi amesisitiza kumbukumbu ya pamoja kihistoria na mshikamano wa kimkakati kati ya Beijing na Moscow. Amebainisha kuwa Wachina na Warusi kwa gharama ya kupoteza watu wengi walipata ushindi mkubwa na wakatoa mchango wa kihistoria usiofutika kwa amani ya dunia na maendeleo ya kibinadamu. Russia na China kwa muda mrefu zimekuwa na uhusiano wa karibu, huku nchi hizo mbili zikieleza mahusiano yao kama ushirikiano usiokuwa na mipaka ambapo hakuna eneo lililopigwa marufuku. Beijing pia imeendelea kukataa kuunga mkono vikwazo vya magharibi dhidi ya Moscow kuhusiana na mzozo uliopo huko nchini Ukraine. Hata hivyo, mataifa haya mawili ambayo yana uhusiano wa muda mrefu, mataifa ambayo hata baada ya vita vya pili vya dunia miaka 80 iliyopita ni mataifa ambayo yaliungana na kutengeneza mfumo wa ushirika wa nchi za kijamaa, mfumo ambao ulipingwa na mataifa ya magharibi ambayo yaliendesha mfumo wa kibepari. Hata hivyo, hili ndilo ambalo limekuja kusababisha vita baridi baina ya nchi hizo pamoja na mataifa ya kimagharibi yakiongozwa na Marekani. Kadhalika, Marekani kupitia rais wake Bwana Donald Trump anadai kwamba ni Marekani iliyokuja kubadilisha ulimwengu na kumaliza vita hivyo vya pili vya dunia, ambapo wakati huu anadharau kwamba Umoja wa Sovieti haukuweza kufanya lolote zaidi ya Marekani iliyokuja kumaliza vita hivyo vya pili vya dunia. Lakini Urusi miaka mingi iliyopita imekuwa ikiadhimisha sikukuu katika gwaride katika Red Square huko Moscow katika kuadhimisha sikukuu kukumbuka mashujaa wao waliopambana katika vita vya pili vya ulimwengu. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza yanayojiri katika ulimwengu. Na leo ndio tarehe 8 ya mwezi wa 5 ambapo ndio maadhimisho, lakini tarehe 9 ndio siku yenyewe ya Red Square Army huko Moscow, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye amewalika viongozi wengi ulimwenguni atashiriki katika sherehe hizo za kuwakumbuka mashujaa waliopigana katika vita vya pili vya ulimwengu na kushinda utawala wa kinazi wa Ujerumani wakati wa utawala wa Adolf Hitler. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.